Wafungwa pia nao ni watu na wathamini, japokuwa walishatengwa jamii zao. Wafungwa pia nao ni watu na wathamini, japokuwa walishatengwa jamii zao. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Rais ambaye ni Amiri Jeshi Mkuu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kutambua thamani na haki za binadamu kupitia Jeshi la Magereza, imekuwa ikiboresha na kujenga magereza mapya ya kisasa yenye viwango vya kitaifa na kimataifa, na miongoni mwake ni ujenzi wa gereza jipya la Msalato, kama anavyoeleza msimamizi wa ujenzi huo baada ya kuhojiwa na PHQ Habari katika eneo la tukio. Kwa majina ni Passion Alfaro, ni sergeant wa Jeshi la Magereza, lakini pia ni mhandisi wa ujenzi, na kwa sasa ni msimamizi wa ujenzi katika gereza hili la Msalato, ambalo ndio gereza la kisasa hapa Tanzania. Hili litakuwa ni gereza la mfano. Kama tulivyoona kule, tumeona jengo la utawala. Tumeanza na jengo la utawala ambalo ni ghorofa moja, tumepita tumeona, lakini pia tunaendelea na linaenda sambamba na mabweni ya wafungwa. Ni gereza la kisasa ambalo limekidhi viwango vya kitaifa na kimataifa. Ili bweni litakuwa na uwezo wa kubeba wafungwa ngapi? Hapa kuna mabweni mawili. Moja lina uwezo wa kubeba wafungwa 35 na lingine pia lina uwezo wa kubeba wafungwa 35. Kwa hiyo jumla wafungwa 70. Kwa maana ya wafungwa pekee yake au na mahabusu? Hapana, hii hapa ni wing ya sick bay. Kwa tumeanza na bweni ambayo inachukua wafungwa tu pekee yake. Linatarajiwa kukamilika baada ya muda gani? Ujenzi wetu hapa tunatekeleza kwa wafungwa kutoka serikali. Kwa kila mwaka wa fedha tunapopata fedha, na sisi ndio tunaendelea kujenga. Je, ni kwa namna gani mkuu wa jeshi amewezesha masuala ya umeme na maji katika ujenzi huo? Kama tunavyofahamu ya kwamba miradi yote ya maendeleo ina muda wa utekelezaji, tulikuwa na changamoto ambazo zilikuwa zinatukabili wakati wa utekelezaji. Mojawapo ilikuwa ni maji pamoja na umeme. Umeme tulikuwa tunalazimika, kama tuna vitu vya kukata, twende tukatafute sehemu ya kukatia ambao kuna chanzo cha umeme. Pia maji tulikuwa tunalazimika kununua maji ya Boza, lakini tunamshukuru mkuu wa jeshi ametusaidia sana, ametupa maji na sasa tuna umeme pamoja na maji. Jukumu letu la Jeshi la Magereza ni kurekebisha tabia za wafungwa. Je, ujenzi huu mpaka sasa hivi umeweza kuwasaidiaje katika kurekebisha tabia zao? Kama tulivyopita umeona ya kwamba kazi zinazotekelezwa hapa, kazi zote zinazofanyika ni kazi ambazo zinafanywa na wafungwa ambao ndio ni wanafunzi wetu, wanajifunza kwa kila hatua. Kwa kama tunamwaga zege, wao ndio sehemu ya kutekeleza kazi hizo. Kama tunafanya formwork, wao ndio sehemu ya kazi hiyo. Kwa nafasi kubwa imeweza kuwa sehemu ya urekebu katika ujenzi wetu. Okay, nyosha vizuri hapo. Unaona timazi tuliyoweka? Nyosha vizuri, kazi vizuri. Mkitoka hapa ndio mnaenda kuwa mafundi hivyo. Mkitoka hapa mnaenda kutafuta jeshi, mnaenda kuwa mafundi. Tangu gereza lianze kujengwa, wapo wafungwa ambao wameshamaliza vifungo vyao na wakapata manufaa kutokana na ujenzi huu kwa uraiani? Wapo wengi sana. Wamekuja hapa wakiwa hawana taaluma yoyote, lakini anatoka hapa akiwa tayari anajua yeye ni fundi, anajenga kabisa tofali, anapiga na plastiki. Tunajivunia kwa hilo kuwa sehemu ya urekebu. Nini ombi lako kwa mkuu wa jeshi? Ombi langu ni na mkuu wa jeshi kama awekeze nguvu kubwa zaidi hapa ili tuweze kumaliza gereza hili kwa mfano, ili katika wakati wake huu ambao amepewa nafasi na Mheshimiwa Rais aweze kuonyesha nini amekifanya zaidi sana, tukizingatia hili ni gereza la kisasa na ni la mfano kwa Tanzania. Tunaweza kuona ni gereza jipya la kisasa. Kwa hiyo likikamilika ndo tunaweza tukawa na mfano wa gereza ambalo ni la kisasa kwa Tanzania. Asante sana. Wafungwa pia nao ni watu na wathamini, japokuwa walishatengwa jamii zao. Wafungwa pia nao ni watu na wathamini, japokuwa walishatengwa jamii zao. Wafungwa ni ndugu, jamaa zetu na wathamini, yahitaji
kazi kubwa kubadili tabia zao, wafungwa